Leo asubuhi imeweza kutoka taarifa, tuseme kwa upande wetu wa Tanzania sio njema sana, kuhusiana na shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF kuweza kufungia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya marekebisho. Yaani hauna vigezo hivyo kwa kutumika mpaka urekebishwe. Ndio. Kwanza hili ni pigo kubwa kwenye nchi yetu ya Tanzania na ni aibu. Hili Betha ni pigo na ni aibu. Yaani uwanja wa Benjamin Mkapa tukumbuke kwamba uliingia kwenye marekebisho kwa sababu ya kuikaribisha CHAN, si ndio? Ndio. Tulitumia pesa nyingi sana. Serikali ilitoa fungu kwa ajili ya kufanya marekebisho uwanja wa Benjamin Mkapa na tukasimamisha baadhi ya mechi ili kupisha uwanja wa Mkapa uweze kufanyiwa marekebisho. Na serikali ikatangaza kwamba uwanja wa Mkapa sasa hivi unaenda kufanyiwa marekebisho, lakini si uwanja wa Mkapa tu, na viwanja vingine vidogo vidogo vilivyopo ndani ya wilaya husika. Kwa mfano hapa Temeke tumeona uwanja wa Ng'ombe Yanga uliingia kwenye marekebisho, lakini pia tukaona uwanja wa KMC pia uliingia kwenye kutengenezwa. Lakini tumeona baadhi ya viwanja pia vimeshatengenezwa ramani ya kuweza kutimiza ile idadi ya viwanja ambavyo serikali ilitoa ahadi kwamba tutatengeneza viwanja vya kutosha ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Lakini leo kubwa kuliko, kafu imetoa taarifa, sio taarifa, amri kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa leo rasmi saa 2:30 kauli imetamkwa na kafu. Uwanja wa Benjamin umepigwa X mpaka utakapofanyiwa marekebisho na wakizi vigezo vya kafu wanapohitaji. Sasa Betha, imagine, tambua tarehe 9 Aprili mwezi wa 4, tambua Simba wana mchezo pale zidi ya Al Nassr, si ndio? Shirikisho. Ni aibu gani hii ambayo Tanzania tunakuja kuipata? Uwanja wa Benjamin Mkapa ndio uwanja wa kwanza katika Tanzania hii, unapatia uwanja wa Zanzibar, si ndio? Wa New Amani Complex ni uwanja wa pili sasa, lakini uwanja namba 1 ni uwanja wa Benjamin Mkapa. Leo tunapata aibu kubwa, tamko la kafu kusema uwanja hauna vigezo, pitch haiko sawa. Sasa nini tunakifanya? Viongozi wetu wanafanya kitu gani kutoa pesa nyingi? Mainjinia, mafundi wanaingia pale, wanapoteza muda mwingi na pesa nyingi inapotea kwa ajili ya kutengeneza uwanja wetu uwe bora zaidi. Lakini leo ni kauli mbaya. Hapo katika taarifa hiyo iliweza kutoka, kafu wameweza kusema kwamba TFF waweze kupeleka mapendekezo kabla ya tarehe 14, na ukiangalia leo ni tarehe 12. Tarehe 14 ni hapo kesho kutwa. Na hisi itakuwa ni kitu cha rahisi? Hicho sio kitu rahisi Betha, kwa sababu tukiona siku 2 kupeleka mapendekezo juu ya uwanja, si ndio? Ndio. Yaani uwanja utakaochezewa na kwa sababu ya michuano ya kimataifa. Hii shirikisho, si ndio? Na configuration ya mchukua kwa ni michuano ya kimataifa, mfano hivi na dabi, kwa sababu ukiangalia Simba yupo katika kwani umefungiwa kimataifa tu, lakini pia na ligi ya ndani, au uwanja ukishafungiwa na kafu ina maana hakuna mechi yote itakayochezeka pale? Kafu ndio kubwa katika Afrika, yenye mamlaka au shirikisho. Kwa hiyo hata ligi pia haitochezeka. Kwa mfano ikitokea labda Simba na Azam au Yanga na Azam, dabi ikitokea, hautochezeka, si ndio hivyo? Kama maadhimisho ndio malizika tuendelea. Yaani kwa sasa hivi pitch sasa iko sawa. Kafu wakati si hamna michuano hivi ya sema labda dabi, ya dabi hamna. Ndio. Dabi si imeahirishwa mpaka tusubirie baadaye ndio. Kwa hiyo nafikiri kafu ni wakubwa, TFF ni wadogo. Kwa hiyo nafikiri kwamba
hakutokuwa na mchezo wa aina yoyote, hata kama ikitokea wa dabi. Ule uwanja hautotumika, uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa tafsiri hiyo sasa. Sasa je, tujiulize ndani ya siku 2 au tuseme siku 1.5, maana kabla tarehe 14 wapeleke, si ndio, pendekezo la uwanja gani watakaotumia either kwa dabi au kimataifa. Sawa? Ndio. Sasa kwa haraka Tanzania tuna kiwanja gani ambacho kina mfanano na uwanja wa Benjamin Mkapa? Tena wenye kiwango. Maana tazama uwanja wa Benjamin Mkapa tu CAF wamesema haukizi vigezo. Hapo uone kama labda Zanzibar inaweza kupata nafasi kuweka kule. Kwa tukitazama uwanja wa New Amani Complex pale sijajua sasa. Kwa sababu kama tukipimo kama walifanya marekebisho na wakakabidhi kama sisi uwanja wetu uko salama, uwanja wa Benjamin Mkapa, unafikiri kwamba pendekezo la uwanja wa New Amani Complex ukipelekwa CAF wakaenda kukagua, je, utapita? Kama uwanja nambari 1 umekataliwa, je, uwanja wa New Amani Complex ulioko Zanzibar utapita? Hapo sasa tarehe 20 pia wamesema wanakuja kufanya makaguzi. Tarehe 20 ndio wanakuja kufanya makaguzi ya hilo pendekezo watakaolipeleka kabla ya tarehe 14, si ndio? Watakuja kufanya ukaguzi. Ndiyo. Kama uwanja wa New Amani Complex kwa mfano pendekezo likienda, kwa hiyo tarehe 20 CAF wanakuja kufanya ukaguzi. Ndiyo. Kwa pendekezo la TFF watakaolipeleka, si ndio? Ndiyo. Ni siku chache sana kiukweli. Sasa na kama uwanja wa New Amani Complex kama utakuwa hauna vigezo itakuwaje? Kwa hapa sasa ni waziri mwenye sekta yake, hapa tunamwongelea Palamagamba Kabudi. Palamagamba Kabudi. Palamagamba. Lazima kichwa kimuume kwa taarifa ya leo, na sijui kama atakuwa kapata chai leo asubuhi. Kwa sababu ni aibu sana. Ni aibu vibaya mno. Kama tu uwanja huu haujakizi vigezo, unafikiri uwanja wa New Amani Complex ulioko Zanzibar utakizi vigezo? Tarehe 20 ukaguzi wa pendekezo lao. Basi tukaombe Azam. Sasa Azam si kiwanja kile kiwanja cha Sambula Chole. Azam kwa leo wapi na wapi? Ndo chini kabisa hamna kitu. Ni sasa Azam na uwanja wa KMC si sawa tu. Lenki yao ni sawa tu. Yes, kwa hiyo kiukweli Watanzania ambao mnatufuatilia kupitia hii kipindi cha Mikimbizano ambacho kiko hapa sasa hivi Wasamaria, tumepata hii aibu kubwa. Nao tu labda watoe maoni kuhusu hili swala ambalo limetufikia hivi punde kutoka CAF. Ya kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa piga pembeni kwenye mashindano ya shirikisho mpaka ligi yetu ya Tanzania. Kiwanja hakifai, pitch haiko sawa, viti vimengonga-ngoka, sijui ndo uharibifu wa Simba au ndo uharibifu wa Simba kuvunja viti, na ndio maana tumekosa CV. Tutegemea labda marekebisho yatakuwa kwa haraka. Labda pendekezo waliandike kwamba tupeleke uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Alafu ndani ya siku chache ambazo zimebaki wafanye marekebisho ya haraka. Je, marekebisho hayo sasa ni ya aina gani? Yanaweza yakachukua kwa muda huu mfupi? Yatakuwa imara? Hapo ni swali pia kujiuliza. Kama tu uwanja waliahidi kwamba kumalizika mwaka jana Oktoba. Sawa, na imechukua takribani miezi kama 8 sijau 9 kutoka mwaka jana kufanya marekebisho kwa ajili ya CHAN. Ndo siku 5 hizi ndo zifanywa marekebisho. Sio kweli. Mimi nakwambia Betha, Tanzania, na mimi sasa ninachokiona yani picha inayokuja za ndani za ndani hizo, yani hizo za ndani, hii dabi hii dabi za ndani, hii dabi imeharibika kwa sababu
Hii dabi imeharibika kwa sababu, usiseme chochote, ila kwa sababu watu wasije wakauana wenyewe kwa wenyewe, watu wakapigana huko, mashabiki wa Africans na mashabiki wa Simba, kelele zikawa nyingi. Lakini kwa taswira ya leo tunayoiona hii ya uwanja wa Benjamin Mkapa kufungiwa na kafu za ndani, dabi imeharibika kwa sababu gani? Tuishia hapo kwa sababu. Kwa hiyo nafikiri hili ni pigo kubwa kiukweli na ni aibu sana. Tazama ligi yetu imepanda nafasi ya 4. Tulijua uwanja pia utachukua nafasi labda ya kwenye viwanja vya dunia itachukua nafasi fulani hivi. Dunia? Katika viwanja vya dunia bado. Hata kwa Afrika Mashariki. Labda Afrika Mashariki sawa, lakini sasa hii ni aibu kiukweli. Ni aibu. Kinachotokea sasa tutahama nchi ya Tanzania, itaenda kukoli uwanja wa nje, labda Kenya. Yes. Labda Kenya. Sasa hii si aibu? Na gharama pia zinakuwa zinatumika. Gharama zitakuwa ni kubwa, alafu mwisho wa siku tena tutaipandisha nchi ya wenzetu kufanya biashara. Kutakuwa kuna vitu vingi sana ambavyo tunaenda kuipa nchi ya jirani. Kwa mfano ikitokea labda Kenya, kuna kiwanja kizuri sana Kenya. Uwanja mzuri sana. Yes, una grade ya juu sana ambao vilikuwa vina mfanano na kwa Mkapa. Yeah. Nafikiri ni hivyo. Kwa hiyo tusubirie tuone. Tuone mpaka tarehe 20 pendekezo litakuwa lipi, kafu atapitisha lipi. Maana siku zinakimbia, kishakuta tu mwezi wa 4 Simba anaingia kiwanjani. Sasa. Nini sasa? Tusubiri. Mimi nitasema tusubiri tuone. Tusubiri tuone. Tuachie nao pia watazamaji ambao wanapenda kuifuatilia sana Wasamaria, nao waseme za ndani ni zipi hizo za ndani ambazo umekataa kutuambia hapa, ambazo mimi nimegoma, na mimi pia nimetia mgomo kusema kwa nini dabi imeharibika. Za ndani sitaki niseme ila tu kwa taswira ya leo. Kulikuwa kuna sababu nyuma. Taswira ya leo ya saa 2:30 kafu kufungia uwanja wa Benjamin Mkapa. Plus kuharibika kwa dabi. Za ndani kuna sababu. Kwa hiyo tuliache hili Betha. Maana na sisi pia tusije tukafungiwa Wasamaria. Basi tuliache hapa, kila mtu baki njia panda, baki la lake. Yes. Kwa hiyo nafikiri tuelekee kwenye uwanja wa KMC hapo majira ya saa 10. Majira ya saa 10 hapo Young Africans wanakiwasha dhidi ya Coast Union kutoka kule Tanga kule. Kwa hiyo nafikiri tusubiri uhondo kutoka kwa Young Africans. Jana tumeona uhondo kutoka kwa Simba. Wamejikakamua 3 kwa 4. Baadaye kuja dakika za mwishoni hivi. Wamejikakamua, lakini mashabiki wamekuwa wakisema kwamba yani wamepata ushindi, lakini ushindi mwembamba. Hivi jana beki yule wa Simba anaitwa nani? Cameron Fondo. Alikuwepo? Sisi ya nini? Sijaweza kufuatilia hapo vizuri. Sawa. Ndio. Hizo ni za ndani pia. Tuzeti kama jinsi zilivyo. Basi nikushukuru kwa muda wako hapo Bwana Mandela. Na mtazamaji wa Wasamaria TV, mpaka kufikia hapa hatuna la ziada kabisa, tunatia nukta. Ilikuwa ni mkimbizano viwanjani katika uwanja huo wa Wasamaria. Langu jina ni mimi Betha Biabato, nilikuwa na mchambuzi hapa wa michezo Bwana Mandela. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare katika akaunti hii ya Wasamaria TV.